amani, eti umoja. Wanakudanganya. Ruto anavyoambia Waislamu, anawadanganya. Anataka kuwatoa kwenye dini. Sio anataka, tayari washawatoa kwenye dini. Wallahi alladhi khalaqa samawati wal ardi. Yoyote aliyekuwa kwenye kile kikao cha Ruto kwenye State House, kafarta billah in kunta ta'lam, ikiwa ulikuwa unajua kwamba kuamini viongozi wa makafiri nao ni ukafiri. Yoyote alikuwa kwenye kikao kile, umekufuru. Labda kama ulikuwa haujui. Kwa sababu katika mataguti, wacha tukubali kwamba kuna watu hawana elimu, aliitwa tu hakujua au hajasoma au alisilimu jana kisha Ruto akawaita. Kuna watu kama wale wapo. Lakini mtu aliyeenda kule kwenye kikao cha Ruto kwenye State House, unajua kwamba Allah alituamrisha al-kufru bitaghut, na moja katika taghut man hakama bighairi ma anzala Allah, ukaenda na ukakubali kwamba Ruto ndo kiongozi wako, kafarta billadhi anzala al-Qur'ana ala Muhammad. Alhamdulillahi alladhi amara bitadhkiri wa akhbara anna dhikra tanfa'u al-mu'minina wa usalli wa usallim ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Ahibati fillah, madhumuni ya kurekodi mazungumzo haya ni baada ya kuiona clip ambayo kwamba imekuwa ikienea katika mitandao ya kijamii, baada ya ziara iliyofanywa na mashekhe wa taifa hili la Kenya kuzuru Ikulu kumtembelea rais wa jamhuri ya taifa letu ya Kenya, akisema wote waliozuru Ikulu wamekufuru, wametoka katika Uislamu, ila baadhi ya watu aliowaona kwa mtizamo wake wao wamesalimika na hukumu kama hiyo. Mwanzo kabisa nitawakumbusha maneno ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, anasema sayati ala nnasi sanawatun khadda'atun yusaddaqu fiha alkadhib wa yukaddabu fiha aswadiq wa yu'tamanu fiha alkha'in wa yukhawwanu fiha alamin wa yantiqu fiha arruybidha. Qila wa ma arruybidha? Qala arrajulu tafi yatakallamu fi amri al-amma. Jumla ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam alibashiri kuna nyakati zitakuja, kuna zama zitakuja. Hizo zama baadhi ya yale yatakayotokea ndani yake akasema wayantiqu fiha arruybidha, watu watazungumza zama kama hizo, watu wanaojulikana kama arruybidha. Masahaba wasifahamu nini maana ya arruybidha, wakamuuliza mtume wa marruybidha. Mtume akawajibu akamwambia arrajulu tafi yatakallamu fi amri al-amma, ni mtu zuzu anazungumza kwa niaba ya umma. Mtu hajui ahkam za dini, anatoa fatwa kubwa kubwa kwa ajili ya Uislamu na kwa ajili ya Uislamu. Tusema sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutahadhari ndugu Waislamu kuwa wepesi wa kukufurisha. Tusione ni kama kuchemua jambo la kumkufurisha Muislamu, ama ni kadi unatoa mfukoni unaitoa. Ni hukumu nzito, kwa sababu baada ya kumkufurisha kuna ahkam zingine zinafuatia. Kama alikuwa na mke, amwache mke wake kwa sababu si Muislamu. Akifa hafai kuoshwa wala kuswaliwa wala kafiniwa wala kuzikwa katika maziara ya Uislamu. Hii ndio hukumu ya yote ambaye kwamba utamweleza kuwa amekufuru. Na kaida ya wanazuoni wetu wanatuambia laysa kullu man waqa'a fil kufr, si kila afanyaye la ukafiri ni kafiri. Mtu anaweza fanya naam jambo la ukafiri, je ni kafiri? La, kuna mawani za takfir, kuna dhawabit za takfir. Mtume anatueleza sallallahu alaihi wasallam, kuna mtu ambaye kwamba alitamka maneno mazito akasema Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah wewe ni mja wangu na mimi ni Mola wako. Yule alikuwa na furaha baada ya mnyama wake amepotea, yuko jangwani, juu ya mnyama wake kuna chakula, kuna kinywaji chake, akapotea jangwani. Huyu mtu akakatikiwa na tamaa ya uhai, akaenda mahala kungoja mauti. Akilala kitambo kidogo, akigutuka na muona ngamia amesimama. Alikuwa na furaha si za kawaida. Waswahili wanasema furaha za kumchania nguo. Akataka kuregesha shukrani kwa Allah kwa ile furaha aliyokuwa nayo, hakujielewa. Akamwita Mwenyezi Mungu akasema Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah wewe ni mja wangu na mimi ni Mola wako. Haya maneno ni maneno ya ukafiri, lakini
hayakumtoa katika Uislamu. Kuna mawani'u takfir, kuna dhawabitu takfir. Sahaba wa Mtume Ammar ibn Yasir anateswa na makafiri wa Quraysh. Alisalimika kwa njia gani? Alimtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nini hukumu ya kumtukana Mtume? Bila shaka ni ukafiri. Aliambiwa, hatutokuacha, tutaendelea kukutesa na kuadhibu kama tulivyotesa wazee wako, na tutakuua ukitaka kusalimika. Mtukane Muhammad. Ammar alimtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nini hukumu ya kumtukana Mtume? Bila shaka ni ukafiri. Lakini aliporejea kwa Mtume alayhi salatu wasalam, Mtume alimwambia nini? Fa in aadu fa'ud. Baada ya kumuuliza kaifa tajidu qalbak, vipi moyo wako? Akasema mutma'innan bil iman, moyo wangu una imani juu yako. Kuna nafasi ya moyo katika Uislamu. Usije ukahukumu kitendo cha dhahiri ikakupelekea ukahukumu moyo. Tuachie nyoyo Mwenyezi Mungu Subhana. Wala Mtume hakumkufurisha, bali aya ilishuka kumsupport Ammar ibn Yasir. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Hizi dawabit tuko wapi nazo? Tuko wapi na maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam? Yeyote ambaye kwamba atamweleza ndugu yake ya kafir na asiwe kafiri, hayo maneno atamregelea, kwa hakika ni maneno mazito. Tunamuuliza huyu ambaye kwamba amekuja na hizi shubuhat na hizi talbis alokuja nazo, je, wamekufuru kwa kitendo kipi? Je, kwenda mahala ni ukafiri? Jambo la wao kwenda wakajikuta wako Ikulu, hicho kitendo ni ukafiri? Je, kama ni ukafiri, ni ukafiri wa hukumu inawapata wote kwa mpigo, wote hukumu yao ni moja? Je, wote waliafikiana kwa hilo la ukafiri? Je, walikufuru kwa jambo gani? Ittaqillah, mche Allah, mwogope Allah. Na ni hatari ndugu Islam, hasa vijana wetu ambao kwamba tunainukia, nitawahusieni, inna hadha alilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Elimu unayoisoma mwisho wa siku itakuwa dini yako. Angalia kwa nani unaichukua dini yako. Tahadhari kuchukua ilmu yako kwa mtu ambaye kwamba akida yake inayumba. Tahadhari. Al-aqidatu awalan law kanu ya'lamun. Jambo la itikadi, jambo la aqida. Je, unajua katika jambo la kukufurisha hatari yake? Alikufurishwa mtoto wa ami ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, unajua jambo la kufurisha? Alikufurishwa mkwe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, unajua alikufurishwa khalifa wa 4 wa Uislamu Sayyidina Ali? Alikufurishwa na makhawarij, ikapelekea akauliwa. Hakuuliwa kuwa ni mob justice, piga ua, la. Wale wanaomuua wanasoma aya, waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Anauliwa Sayyidina Ali na huku anasomewa aya katika Qur'an, eti amehukumu na hukumu isakuwa ya Mwenyezi Mungu. Nitawahusieni tumche Mwenyezi Mungu, tutofautisheni baina ya kitendo cha ukafiri na kumwingiza mtu katika ukafiri. Kuna yaqini na kuna shaka. Uislamu wa mtu kwetu sisi ni jambo la yaqini. Kumtoa kwa yaqini lazima tupate yaqini. Usimtoe na shaka. Usimtoe kwa Uislamu kwa kutumia shaka. Tafuta yaqini ili umtoe katika Uislamu. Tumomba Mwenyezi Mungu atuongoze na atujalie tuwe sababu ya waja wake kuongoka. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.